Kwa kuanza, karibu Miracle uweze kuomba kwa ajili ya kufungua kipindi. Amina, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako na kwa kutuwezesha Mungu kutanika mahali hapa. Tazama Bwana, tunapoenda kuanza kipindi chetu, uanze nasi. Uwepo wako uende nasi kuanzia mwanzo wa ibada hii hadi mwisho. Na watu wako Bwana ukaukumbuke huko walipo wanaposikiliza. Katika jina la Yesu tunaomba mambo yote mikononi mwako. Amina. Siku ya leo tunajadili matarajio ya Mungu kwa kijana. Binti Lightness, matarajio ya Mungu kwa kijana ni yapi? Karibu. Asante ndugu kiongozi wa mjadala wetu. Tukisema matarajio ya Mungu kwa kijana ni yapi, tunamaanisha kwamba kwanza tukianza na tarajio ni nini? Tarajio ni kile kitu ambacho mtu anakusudia kukipata au kuna kipindi fulani cha muda kitapita alafu atakipata. Na tukisema matarajio ya Mungu kwa kijana, tunamaanisha hii ni ile namna au ni kwamba Mungu anatamani kumuona huyu kijana akifanya mapenzi yake, akimpendeza yeye, akimcha Mungu, pamoja na huyu kijana akitumia muda wake na pia akitumia hekima zake katika kumtii Mungu na kuyafanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu au yale ambayo Mungu anaagiza. Na kuna baadhi ya matarajio ambayo Mungu anatamani kuyaona kwa kijana. Nitayazungumzia mawili. Tarajio la kwanza la Mungu analotamani kuliona kwa kijana ni kumcha Mungu. Mungu anatamani kumuona kijana ambaye anamcha yeye, anafuata sheria zake, anafuata mapenzi yake na amri zake. Na tukisoma hata katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 anasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kwa hiyo tunaona kwamba vijana wameagizwa kumkumbuka Mungu, kufuata yale Mungu anayoyataka katika ujana, si katika uzee wala katika utoto, ni katika ujana ndipo kijana anapotakiwa kumkumbuka Mungu. Kwa hiyo hilo ni tarajio la kwanza la Mungu kwa kijana. Na tarajio lingine la Mungu kwa kijana ni Mungu anatarajia kumuona kijana akiwa hatendi dhambi, aishi maisha matakatifu, maisha ya haki. Na ameeleza katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 22 akiwa anaongelea kwamba ziepuke tamaa za ujanani, ukaifuate haki. Kwa hiyo Mungu anatarajia kijana aishi maisha matakatifu, akimpendeza yeye pamoja na kuepuka dhambi. Hivyo ndivyo ninavyoweza kuelezea matarajio ya Mungu kwa kijana. Asante. Nashukuru sana. Mwinjilisti Lucas Mnushi, umesikia Binti Lightness ameongea kwa habari ya matarajio ya Mungu, mategemeo ya Mungu. Kuna cha kuongezea hapo mwinjilisti? Karibu. Asante sana mwongoza mjadala wetu Joseph Fimbo. Ni kweli yako matarajio mengi ambayo Mungu anatarajia kwa kijana. Na kama alivyosema binti yetu Light, mimi niongezee. Matarajio ambayo Mungu anatarajia kwa kijana ni kuona jinsi ambavyo kijana atakavyozitumia nguvu zake vizuri kuhakikisha kwamba basi yale matarajio ambayo Mungu anatarajia kutoka kwake anayapata. Lakini pia matarajio mengine ambayo Mungu anatarajia kutoka kwa kijana ni jinsi gani kijana atatumia karama na vipawa ambavyo Mungu amempa. Kwa hiyo Mungu matarajio yake amekupa au amempa kijana vipawa na karama, amempa nguvu. Kwa hiyo vile vitu Mungu anavitegemea ili vifanye kazi kwa ajili ya kujenga ufalme wake, lakini zaidi sana ili kuhakikisha basi watu wananufaika na ujana ambao Mungu amekupa. Asante sana mtumishi wangu. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, tunaendelea na kipindi cha vijana. Mwongozaji wako ni mimi Joseph Fimbo. Binti Miracle, umesikia matarajio ya Mungu kwa kijana. Kwa nini Mungu awe na matarajio kwa kijana? Asante sana. Mungu ameweka matarajio kwa kijana kwa sababu kijana ana muda. Tunaposema kwamba ana muda, kijana umri wake unaanzia miaka 15, wengine wanasema 13 mpaka 35. Kwa hiyo anapokuwa na matarajio kwa kijana, anajua kijana na muda wa kujirekebisha, wa kubadilisha tabia zake. Akionywa kitu fulani
anaweza kubadilika. Na pia ni kijana ambaye akili yake inakuwa iko wazi sana katika kujifunza. Anatamani kujua vitu vingi. Ndio maana ni kijana akifika kwenye hiyo stage anakuwa anahangaika sana ajue vitu vingi kwa sababu akili yake inakuwa bado iko wazi. Kwa hiyo anahitaji kujua vitu vingi. Pia kijana ni kizazi cha sasa. Huwezi kuniambia mtu wa 90 anaweza akaja kumrekebisha kijana wa sasa hivi. Yaani mtu wa Fongo hajamrekebisha mtu anayepanda V8. Haiwezekani. Kwa hiyo kijana ni kizazi cha sasa. Ndio maana Mungu anamtarajia kijana wa sasa ili aweze kurekebisha na kizazi kinachokuja. Ndio naweza kuelezea kwa namna hiyo. Nashukuru sana. Jackson, kwa nini Mungu awe na matarajio kwa huyu kijana? Asante sana ndugu mtangazaji kwa nafasi ambayo umenipa. Mungu ana matarajio kwa kijana kwa sababu kijana kwanza anazo nguvu, ni tofauti na mtu ambaye kidogo umri wako umeenda. Mungu anatarajia kijana pale kijana atakapoanza kazi ya Mungu, kijana ataifanya kazi ya Mungu kwa nguvu kwa sababu tayari anazo nguvu. Kijana anaweza kuamka asubuhi na mapema akafanya maombi, akaomba, akaamka akafanya kazi zake, baadaye akaenda kwenye ushuhudiaji, akaifanya kazi ya Mungu, akahubiri injili kama Biblia inavyotuambia hubirini injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo tunaona kijana anazo nguvu tofauti na mtu ambaye kidogo umri wake umeenda. Kwa hiyo Mungu anatarajia sana vijana kufanya kazi yake. Mungu anamwangalia sana kijana kwa sababu kijana, yani tukiangalia pia hata katika upande wa taifa tunaambiwa vijana yani ni nguvu ya taifa. Unaona? Kwa hiyo kijana vile vile hata kwa upande wa Mungu anamtarajia kijana kuifanya kazi yake. Bwana sifiwe sana. Barikiwe. Nashukuru sana. Mwalimu, kuna cha kuongezea hapo kwa wenzetu waliposema, lakini wewe kama mwalimu, matarajio. Nyewe walimu mna matarajio yenu kwa wanafunzi. Mungu naye ana matarajio yake kwa vijana kama ambavyo umesikia Lightness alivyoongea. Kwa nini awe na matarajio kwa kijana Mungu wetu? Asante sana ndugu mwongozaji. Kwanza nikianzia hapo alikoishia mwenzangu hapa Jackson, kwamba ni kwa sababu kijana anazo nguvu. Kwamba tukirejelea pale kwenye utangulizi kwamba matarajio ni mategemeo. Kwamba kile kitu ambacho unategemea kwa mtu. Alafu tukirudi kwenye mada yetu kwamba matarajio ya Mungu kwa kijana. Kwa sasa Mungu anamtegemea ukijana kwamba atumie nguvu alizonazo ambazo Mungu mwenyewe amemjalia katika kumtumikia, lakini kusaidia jamii. Kwa sababu unapokuwa na nguvu hauleti tu faida kwa Mungu. Kwanza ukishaleta kwa jamii yako tayari ni Mungu umemtumikia. Kwa sasa napenda kuongezea hapo kwamba kijana neno la Mungu linasema kwamba nimewaandikia vijana kwa sababu mna nguvu. Kwa sisi tunazo nguvu, sio nguvu za kimwili tu lakini za kiroho. Tunaanzia rohoni kwa sababu mpaka uwe na nguvu mwilini kwanza ni roho yako imeanza kuimarika. Hata tukimwangalia kijana Daudi aliweza kushinda kukabiliana na Goliati kwa sababu ndani alikuwa na nguvu. Nguvu ya imani. Alikuwa anaamini kwamba Mungu wake alikuwa anamtegemeza kipindi cha kuchunga kondoo, kumwangamiza, kuua simba na dubu. Hiyo imani ilikuwa imemsaidia pia kwenda kukabiliana na Goliati. Lakini tunajua kwamba ndio ni uwezo wa Mungu, si kawaida mtu kuua simba. Kuna nguvu ndani, lakini pia Mungu alimwezesha pia katika mwili. Kwa hiyo tukirudi hata kiuhalisia katika maisha, ni umri wa kijana ndio umri ambao mtu anategemewa kuwa na nguvu nyingi za kufanya kazi. Sasa hizo kazi sio tu katika mambo yako binafsi, lakini Mungu anataka tufanye kazi katika nyumba yake, tumtumikie, tufanye usafi kanisani, lakini hata kushiriki nguvu kazi kwa ujumla katika kanisa, sio tu usafi, inaweza ikatokea ni ujenzi, unaweza ukateka maji, vyovyote, lakini tunajua ni mambo mengi ambayo yako katika nyumba ya Mungu. So Mungu anamtegemea kijana kwamba atumie nguvu alizonazo kwa ajili ya kumtumikia. Lakini cha kwangu pia ambaye naweza kuongezea hapo ni kwamba
kwa nini huyu Mungu ana matarajio, au ni sababu ni ipi? Ni kwa sababu tena Mungu anataka huyu kijana awe nuru ama kielelezo kwa wengine. Anaposema kwamba mtu yoyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na nini na mwenendo. So Mungu anategemea, yani anatarajia kwamba sasa huyu kijana awe kielelezo. Ndio maana hata tuna mstari Mungu ametuandikia, nimekuandikia, lakini mtu asiudharau. Hivi mtu anatokeaje kudharau ujana wako? Ni pale ambako utajidharaulisha wewe mwenyewe, utaishi tofauti na matarajio. Tunategemea wewe kijana kwamba uoneshe mwenendo mzuri nyumbani mwa Mungu, lakini na katika jamii unayoishi, lakini ikienda tofauti na hapo, basi tunasema umeenda kinyume na matarajio. Tunategemea kwamba huyu kijana atakuwa ni nguvu kazi, imetokea shughuli pale kwenye mtaa au jamii yake, huyu kijana hajajitokeza kushiriki, tayari hajatimiza yale matarajio. Kwa sababu anaposema kwamba ili awe nuru katika usemi pia na mwenendo, pia kauli, kijana hasa ambaye umeokoka, unatakiwa au tunatakiwa tuwe na usemi, maneno yetu yakolee, nasema chumvi, yani munyu, yani kauli nzuri, ambaye mtu akisikiliza, hata kama sio kwamba mna maongezi, hata kwa kuongea ile kawaida, mtu anaweza akavutiwa kusema yule binti au kijana fulani anaweza akavutiwa, akatamani kujifunza kwako, au akasema ni wapi panamlea, au ni wapi ambako ni msingi wake. Kama ni binti ambayo umejitambulisha, umeokoka, tayari wale watu wanaweza wakatafuta ni unakoabudu, baba wako wa kiroho ni yupi, kwa sababu wewe umekubali kuwa kielelezo katika usemi, vile unavyozungumza, maneno yako na mwenendo pia. Utendaji wako kazi, kama ni eneo la kazi, kama ni kijana mwanafunzi unasoma shule au vioni, unatendaje kazi zako, unafanyaje mambo yako, unapopeleka ratiba zako, unakuwa mfano kwa wengine na kadhalika, vitu vya namna hiyo. So niweze kusema hivyo kwamba Mungu kwa nini ana matarajio kwa kijana, ni anataka huyu kijana awe nuru ama kielelezo, au kwa lugha nyingine nyepesi tunaweza kusema balozi, ambao wengine wanaweza wakamwangalia wakajifunza. Kwa kumalizia, tunaweza tukamchukulia hata Yesu mwenyewe, hakuwa na dosari. Watu wamemwangalia kuanzia tangu akiwa mdogo mpaka amekuwa mtu mzima. Amekuwa katika hekima na kimo, hekima katika utendaji, katika usemi, katika kumtumikia Mungu. Wazazi wake wanamtafuta, hawamuoni, anasema huyu mtoto au atakuwa ameenda wapi, lakini anaenda kumpatia katika nyumba ya Mungu. Kwa Yesu alikuwa katika kimo, lakini katika hekima, akimpendeza Mungu wake. So Mungu anakuwa na hayo matarajio kwamba tuwe kielelezo, ambapo tunaweza tukachukulia mfano Bwana Yesu mwenyewe. Asante. Nashukuru sana. Binti Lightness, kuna cha kuongezea hapo au amedigest? Lakini kwa nini vijana, Mungu ana matarajio yapi kwa vijana ambao wako mashuleni? Asante. Cha kuongezea kipo. Nitapenda kuongezea kwenye point ya kaka Jackson aliposema kijana ana nguvu. Mungu anamtarajia kijana kwa sababu ana nguvu. Naweza nikasema kijana ana nguvu kwa sababu kijana yeye ndiye mwenye uwezo wa kufanya jambo ambalo mtoto hawezi kulifanya, wala mtu mzima pia hawezi kulifanya. Kwa hiyo huyu kijana Mungu anamtarajia kwa sababu ana mambo mengi ambayo anaweza kayafanya. Pia Mungu anamtarajia kijana kwa sababu akili ya kijana iko active sana. Akili ya kijana imechangamka. Kijana ana ubunifu, ana ustadi. Kijana yuko kwenye kizazi cha sasa, kumaanisha kwamba kijana anaenda kulingana na mabadiliko ya kiteknolojia na utandawazi. Kwa hiyo kijana anaweza kusababisha mambo makubwa yakatokea. Ndio maana Mungu anamtarajia. Na pia naweza nikasema kwa nini Mungu anamtarajia kijana, ni kwa sababu kijana ni mtu mkubwa sana anayeangaliwa katika kuleta maendeleo au mabadiliko chanya katika jamii. Kwa sababu Mungu hawezi akamtumia mzee au mtoto mdogo katika kuleta mabadiliko au maendeleo. Ni kijana anayeangaliwa na anayetumiwa katika kuleta hayo maendeleo au mabadiliko. Pia umeniuliza kuhusu matarajio ya Mungu kwa vijana walioko mashuleni. Kwanza Mungu ana matarajio makubwa kwa vijana walioko shuleni kwa sababu
kwa nini ana matarajio? Ana matarajio makubwa kwa sababu amewaweka pale. Kuna jambo fulani analitaka kutoka kwao au anatamani kuliona. Kwanza Mungu anatamani kuona wale vijana wakijitambua na kujielewa, vijana walioko mashuleni. Na kijana yoyote anayenisikiliza ambaye yuko shuleni, kwanza atambue kwamba Mungu anatarajia kumuona yeye akijitambua na akifanya mambo ambayo ni sahihi, yenye kumpendeza Mungu na jamii kwa ujumla. Pia Mungu anatarajia jambo kubwa kwa hao vijana walioko mashuleni. Jambo lingine ni Mungu anatarajia kuwaona wakifanya vizuri katika elimu zao na katika ujuzi mbalimbali watakao kuwa wakipata. Kwa hiyo Mungu anatamani kuwaona hao vijana wakijiongeza kielimu, wakitumia maarifa yao na ujuzi, pamoja na kuwa na ubunifu wa kubuni mambo mbalimbali au kuvumbua ambayo yatakuja kusaidia jamii na kanisa kwa ujumla. Pia Mungu anatamani kuwaona hao vijana walioko mashuleni wawe chachu ya mabadiliko au chachu ya maendeleo katika jamii, kwa sababu tunaona vijana sio wote ambao wanapata elimu wanakuja kuwa na manufaa katika jamii. Wengine wanapata elimu lakini hawazitumii elimu zao. Kwa hiyo Mungu anatarajia kwamba kwa hao vijana walioko mashuleni watumie elimu zao vizuri katika kuibadilisha jamii, si kuishia tu kusoma vitabu bali watumie elimu zao kuibadilisha jamii. Pia Mungu anatarajia kuona vijana walioko mashuleni wakiwa kielelezo, kwamba wawe ni nuru kama alivyotangulia kusema mwalimu Husiana. Wawe nuru, wawe chachu katika ulimwengu, wafanye mambo mbalimbali makubwa ya kushangaza ambayo ni mazuri katika dunia. Asante. Nashukuru sana mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana tunaendelea. Ni mimi mwongozaji wa kipindi hiki, Mwinjilisti Yosefu Fimbo, na mada ambayo tunajadili siku ya leo ni matarajio ya Mungu kwa kijana. Karibu mwinjilisti. Umesikia wachangiaji hapo wamesema kwa habari kwa nini Mungu awe na matarajio kwa kijana. Kuna cha kuongezea hapo kabla sijakuuliza swali la pili? Karibu. Asante sana ndugu yangu Yosefu Fimbo, mwongoza mjadala wetu. Kama alivyotangulia kusema wenzangu na nilivyotangulia kwenye utangulizi kwamba Mungu anamtarajia kijana kwa sababu kwanza kijana ndo mwenye nguvu. Lakini Mungu anatarajia atumie vipawa na karama vilivyoko ndani yako ili yeye apate kuona watu waliowaweka wanakuwa mabalozi wazuri kwake, kama alivyosema mtumishi wa Mungu Oziana. Nilikuwa najaribu kuangalia na kwa nini Mungu anataka kijana au anamtarajia kijana katika nguvu. Nilikuwa naangalia ile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 14, kwanza ule mstari wa 13 kama sikosei na wa 16. Biblia inazungumza juu ya Nuhu, nani ya Lutu. Lutu anavamiwa na watu. Anavamiwa na watu. Na ndugu yake ambaye ni mjomba wake Ibrahimu anatakiwa aende akamkomboe Lutu. Hatumi wazee, hatumi watoto. Anasema akawachagua vijana wenye nguvu, akawatuma kwenda kumkomboa ndugu yake. Kwa maana hiyo kijana anapokuwa na nguvu ana uwezo wa kufanya kazi popote. Ana uwezo wa kutumika popote. Kwa nini? Kwa sababu ana nguvu, lakini pia ana ubunifu na ana uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa wakati huo. Na ni wakati ambao mimi naweza nikasema ni wakati wa ushindani. Kama ni wakati wa ubishi, unaweza kwenda mahali popote ukafanya chochote. Na hata ukijaribu kuangalia hata kwenye jamii zetu, huu ndio wakati kijana anaamua kufanya maamuzi ya kutoka nyumbani kwenda kujitafutia maisha. Kwa nini? Kwa sababu kwanza anajiamini. Anaona kwamba ninaweza kufanya maamuzi ya maisha na nikafight. Kwa hiyo Mungu anamtarajia kijana kwa sababu anajua kwamba ana nguvu. Lakini pia Mungu anamtarajia huyo kijana awe mcha Mungu, awe amelishika neno lake. Achilia mbali na vipawa na karama, lakini Mungu anatarajia huyo kijana awe mcha Mungu. Kama alivyosema dada yetu Hoziana kwamba Mungu anapotarajia kuwa kijana anaweza akamsaidia kuwa balozi kwa wengine, wengi wakajifunza kutoka kwake. Alisema Hoziana ni miracle. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu anatarajia
huyu kijana kwa kulijua neno lake na kuzishika amri zake, basi awe balozi mzuri wa maisha yake, lakini pia kumfanya huyu kijana ili afanikiwe katika maisha yake ya baadaye. Na ndio maana ni Mathayo ile sura ya 9 kuanzia ule mstari wa 16 kwenda 20 anazungumza juu ya kijana aliyemwendea Yesu. Anamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Anamwambia, umezishika amri? Akasema, hizi zote nimezishika. Usizini, usiue. Akasema, haya yote haya mimi nimefanya nini? Nimehashika. Basi akamwambia, umepungukiwa na neno moja kijana. Kwa maana hiyo kijana anatakiwa awe amelishika neno la Mungu, ameshiba neno la Mungu, lakini pia awe na roho ya kumcha Mungu, kwa maana matarajio ya Mungu ni kuona kwamba kijana anakuwa balozi mzuri wa kumwakilisha. Asante sana ndugu Yosef. Vijana unaona wanajielewa? Asante sana. Au unaokutana nao wa kizazi hichi? Vijana tunaokutana nao wa kizazi hiki, mimi naweza nikasema wengi hawajielewi. Kwa nini? Kwa sababu hawajamtanguliza Mungu katika mambo yako. Kwenye Zaburi ile sura ya 119 mstari wa 9 kama sikosei, anasema ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Ni katika kulishika neno la Mungu. Kwa maana maandalizi na matarajio ya Mungu, huyu kijana ili aweze kutengeneza maisha yake, ni lazima awe amelishika neno la Mungu. Lakini sasa vijana wengi kwa nyakati hizi tunazoziishi, wanaamini ukivuta bange ndio inaweza ikakusababishia ukawa na nini, na akili. Na wengi tunaona tu katika mitaa wameisha katika kuvuta bangi. Kwa maana hiyo hatuoni matarajio ya Mungu kwa vijana, kwa sababu bange, madawa kulevya yamewaathiri maisha yao. Asante sana. Nashukuru sana. Swali la mwisho, wewe kama mwinjilisti, kuna mifano kwenye Biblia ya watu ambao walifikia matarajio ya Mungu, walikuwa ni vijana lakini wakafikia matarajio? Vijana wako wengi. Nipe mmoja. Mimi nikupe tu mmoja. Timotheo aliyafikia matarajio ya Mungu. Maana wapo wengi, lakini Timotheo, Paulo anapomwandikia Timotheo, anamuelezea na anamwambia mtu asiudharau ujana wako. Kwa maana hiyo Timotheo alihusika kuwa balozi mzuri mpaka hadi anateuliwa kuwa askofu wa kanisa. Kuanzia malezi. Labda baadaye tutakuja kuona malezi yake jinsi yalivyokuwa, lakini tunaona Timotheo alikuwa ni mwakilishi mzuri wa kuhakikisha matarajio ya Mungu katika nyakati za Agano Jipya yanatimia, na ndio maana akaandikwa kwenye kitabu cha Timotheo. Asante sana. Nashukuru sana. Mr. Jackson, kwenye Biblia ni kijana yupi ambaye unamsoma aliyafikia matarajio ya Mungu kwenye maisha yake? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye Biblia nikianza na kijana mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu, pamoja na kupatwa na shida nyingi kama vile kuchukiwa na ndugu zake, kama vile kuuzwa, kufungwa gerezani, Yusufu hakumwacha Mungu. Alitembea na Mungu, na mwishowe tunaona Yusufu anakuja kuwa waziri mkuu. Anakuja kuwa mtu mkubwa sana katika nchi ya kigeni, nchi ya Misri. Kuna Yusufu. Pia mtu mwingine kwenye Biblia kuna Samueli. Samueli tunaona alilelewa na mama yake. Pale tu alipozaliwa tu mama yake akampeleka hekaluni akae huko. Kwa hiyo tunaona yale malezi ambayo Samueli aliyapata kutoka kwa mama yake yalimfanya Samueli kuwa mtu mkubwa, baadaye kuwa nabii mkubwa katika taifa la Israeli. Kwa hiyo tunaona mtu mwingine wa pili ni nabii Samueli, ambaye Samueli alitembea na Mungu na kisha kuwa mtu mkubwa. Bwana sifiwe sana. Nashukuru sana. Amina. Nimefurahi sana. Miracle, mchango wa mzazi wako kwenye kuyafikia matarajio ya Mungu kwako ni upi? Asante sana. Mchango wa wazazi kwenye kufikia mimi malengo yangu ni mkubwa. Matarajio ya Mungu kwako. Matarajio ya Mungu. Mchango wa wazazi kufikia mimi kufikia matarajio ya Mungu. Moja, wazazi wanakuwa ni watu ambao wananihamasisha na kunitia moyo katika huduma yangu. Na mimi naimba kwaya ya Agape, namtumikia Mungu kwa kupitia kwaya ya Agape. Kwa hiyo kwenye kwaya
pale vile kama sina kuna michango labda tuna rekodi au tunatoa video, lazima kuna michango. Kwa hiyo wazazi wanasababisha mimi na kwenda kumtumikia Mungu. Siku ambayo ilitarajiwa, ambayo nisimame mbele za watu, niimbe, nimevaa sare. Hapo nimerekodi nyimbo. Kurekodi nyimbo tunachangia. Kwenye kuvaa sare tunachangia. Kwa hiyo wazazi wanapokuwa wananipa zile fedha na kuja kulipa na mtumikia Mungu, wanakuwa wamenifikisha kwenye tarajio la Mungu. Pia wazazi wamekuwa ni watu ambao wananitia moyo. Mfano kwenye kufanya kazi ya Mungu. Nakumbuka kuna siku nilihudumu madhabahuni. Sasa kati natoka nikakutana na tuseme ni mishale tu ya adui. Maneno. Niliumia sana kwenye moyo. Mpaka nikajikuta nalia. Nikasema sitofanya tena, yani sifanyi tena. Yani ngoja mtu aniite nibe nifanye kitu sifanyi. Yani niliumia mpaka nikawa nalia. Lakini wazazi wangu kaniambia nyota njema inaonekana asubuhi. Wakanitia moyo. Wakaniambia hivi, ufanyii kazi wanadamu, unafanyia kazi Mungu. Kwa hiyo wazazi wananifanya mimi nazidi kumtumikia Mungu kwa kunitia moyo na kuvipooza vidonda ambavyo nilikuwa navyo, na mimi naendelea kumtumikia Mungu. Amina. Mwalimu Hosiana, mchango wa mwalimu kwa kijana, kwa mtoto, ili kumfikia matarajio ya Mungu, upo au haupo? Mchango wa mwalimu kama mwalimu? Upo. Ni mchango upi? Okay, kwanza kabisa kuna kitu kimoja ambacho wanafahamu watu wachache sana. Kwamba mwalimu ni daraja la mtu yoyote yule kufikia ndoto zake au kufikia malengo ambayo alikuwa nayo. Mwalimu, yani ukimwona mtu ni daktari, ujue ametokana na mwalimu. Ukimwona mtu ni profesa, ujue ametokana na mwalimu. Hata katika nyumba ya Mungu, tuna watumishi wa Mungu katika sehemu mbalimbali, amefundishwa na mwalimu. Ndio maana kuna vyuo vya Biblia, watu wanaenda wanasoma theolojia. Wanaowafundisha kule bado ni walimu. Na mwalimu sio mpaka tu mwalimu wa shuleni. Hata kanisani kuna huduma ya walimu Mungu amewapa watu. Hata mimi nafundisha, ni mwalimu shuleni lakini mwalimu pia kanisani. Mchango upo mkubwa sana. Mimi nikiwa nawafundisha wale watoto, ninapowafanya, yani ninapowapa lile neno la Mungu au yale mafundisho, yanakuwa ni msingi wa wao kumjua Mungu, kumpenda Mungu, lakini kujua umuhimu wa kumtumikia Mungu ama kumtegemea Mungu katika maisha yao. Sasa wanapokuwa na yale maarifa, yanawafanya wao kukaa katika ule mpango wa Mungu au yale matarajio ya Mungu, kwa sababu kama anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Sasa kama sema mchango wa mwalimu kwa mtoto, sasa kama mwalimu mimi au mwalimu mwingine yoyote popote pale alipo anamfundisha huyu mtoto maadili mema, kwa vyovyote vile huyu mtoto hawezi kuyaacha ile maadili. Yatamsaidia yeye kujilinda katika jamii yake, katika maisha yake binafsi, lakini zaidi sana mbele za Mungu wake ambaye ni muumba wake. Mimi hapa kabla sijafikia hapa nilipo bado najifunza, lakini nilishawahi kufundishwa nikiwa mtoto, yani mafundisho ya kanisani mbali na ya shuleni. Yani kwa kweli yale mafundisho mimi yalinisaidia. Nilikuwa najikumbuka nikiwa chuoni, nilikuwa nasoma. Nilipofika tu chuoni kipindi cha mwanzoni kabisa, mimi niliokoka nikiwa sekondari, kidato cha 3. Kwa baada ya hapo ni mwaka mmoja nikabadilisha kidato cha 4, hiyo miaka mingapi hapo nikaenda chuo. Sasa mimi alafu pia nilipokuwa nimelelewa hapa kanisani, kuna namna fulani nilikuwa naona, yani mimi najua mtu aliyeokoka hafanyi dhambi. Na najua mtu aliyeokoka yani sitarajii negative, yani mitazamo hasi kwa mtu aliyeokoka. Sasa nilipoenda kule chuoni nikakuta michanganyo. Yani ninakuta mnasali pamoja, mnaingia kanisani fellowship,
Lakini mkitoka hapo unashangaa mtu anafanya vitu vya ovyo. Yaani kiukweli mimi nilipataga wakati mgumu, nikaa nasema ni nini sasa? Yaani nilikuwa napata huzuni, nasema Mungu wangu, sasa hapa utaabuduje? Ukiingia kwenye fellowship utakutana na watu wanasema wameokoka lakini mienendo ni tofauti. Lakini nataka kusema nini? Kuna masomo ambayo nilikuwa nafundishwa wakati bado sijavuka ile kipindi cha, yani hapa kanisani tuna utaratibu wa watoto kuanzia darasa la furaha, umri kwa umri mpaka kufikia umri wa kuingia ujana au CGM. Sasa kwa kweli kuna somo nilikuwa nafundisha mpaka na mwalimu ambaye alikuwa amenifundisha. Kuna somo la msimamo binafsi wa kijana au wa mtu aliyeokoka. Sasa lile somo kwa kweli lilinisaidia. Nikaa nimesimama katika wokovu, nikaa nawaangalia wale watu. Nikaa nasema basi hawa pengine hawajaamua kusimama katika wokovu wao. Na pia nikapata watu ambao walikuwa wananitia moyo, angalau na wao walikuwa wamesimama, wanasimamia wokovu. Kwa nikasaidika. Kwa pale mimi nikaa naona yani yale masomo yalikuwa ni ya muhimu sana. Nani aliyenifundisha? Ni mwalimu. Mpaka na leo, mpaka na kesho. Mimi sasa hivi na mimi pia ni mwalimu. Baada ya kumaliza nilipata mzigo. Nikaa nasema nitakuwa nawafundisha hawa watoto. Kwa hiyo sasa mwalimu ana mchango mkubwa sana wa mtoto kusimama katika yale matarajio ambayo Mungu amekuwa amemkusudia, na sio mtoto tu, mtoto ndio kijana wa kesho. Kwa kweli nimetangulia kusema kwamba mtu yoyote ambaye unamuona amefika mahali fulani, ujue kwamba ni mwalimu. Mtu anarusha ndege, alianza shule, ameanza chekechea, ameenda huko amefundishwa namna sijui kwenye physics, unawezaje kufanya kitu kikaruka, unawezaje kufanya kitu kikaelea kwenye maji au kikaa hewani kisianguke na bado ni kizito. Nani aliyekuwa anafanya hiyo kazi? Ni mwalimu. Kwa kweli kama watu wakipasa huo ufahamu, mimi naonaga yani mwalimu ni mtu ambaye anapaswa kuheshimiwa sana na kupewa nafasi kubwa kwenye maisha. Kwa sababu saa nyingine wanapewa watu wa sekta zingine au taaluma zingine, wanaona kwamba ndo ziko juu sana. Ni kweli actually zinatusaidia kama daktari, anaokoa uhai wa mtu. Lakini mpaka amekuwa daktari, nani kamsaidia? Ni mwalimu. Unasoma pale, unaelekezwa, utafanyaje? Usisahau ukaacha mkasi tumboni. Utafanyaje wakati unafanya upasuaji? Huyu mgonjwa amekujaje? Unatakiwa umpe counseling, umshauri. Anayetaka kukata tamaa, yuko karibu na kuvunjika moyo kabisa. Ni mwalimu anakuwa anamuandaa mtu wa namna hiyo mpaka unakuja unafit. Ndio maana tunakuaga na zile field. Unakuwa daktari, kuna mtu anakuja anakukagua. Kabla hujaenda kuplesiwa sehemu kufanya kazi, kuna mtu anakuja kukagua. Kwa sababu unahitajika kujifunza. Kwa kweli mchango wa mwalimu ni mkubwa sana kama ambavyo nimeeleza. Asante kiongozi. Nashukuru sana. Binti Lightness. Umesikia mwalimu Mwinjilisti Lucas Musha amesema kwa habari ya mfano kwenye Biblia, amemsema Timotheo, lakini amemsema Yusufu pamoja na Samueli. Walifikia matarajio ya Mungu. Kuna mwingine zaidi ya hao au unaweza kaongelea kwa hao? Asante. Wengine wapo wengi. Asante. Ningependa kumuongelea mtu anaitwa Daniel. Daniel tunamjua, huyu ni kijana. Utasoma habari zake katika kitabu cha Daniel. Daniel alikuwa ni kijana ambaye alifikia matarajio ya Mungu, kwa sababu Mungu hapo kabla nilisema Mungu ana matarajio kwamba kumuona kijana akiishi maisha yenye kumcha yeye na maisha ambayo hayana dhambi. Na nikimwongelea Daniel alikuwa ni mtu mwenye kumcha Mungu. Alipenda kumuomba Mungu, kumwabudu Mungu, kukaa na kumsikiliza Mungu. Tunaona hata katika sheria za Wajemi zilipopitishwa kwamba hatakiwi mtu yeyote kuomba, tunamwona Daniel bado alifungua madirisha yake kuikabili Yerusalem na bado aliendelea kuomba mara 3 kwa siku. Kwa hiyo tunaona huyu alikuwa akienda katika ile tarajio la Mungu la kumcha. Pia tunamwona hakuwa na maisha ya dhambi. Tunamwona pale mwanzo kabisa Daniel anaelezewa alipotakiwa kula chakula cha mfalme, na kuna wakati pia alitakiwa kuabudu sanamu. Hakukubali, akakataa. Pale kwenye chakula cha mfalme akasema sitajitia unajisi. Na kwa hiyo tunamwona huyu Daniel jinsi alivyokuwa akienenda katika mienendo ya Mungu, akifanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu, akajiepusha na dhambi, akaifuata haki na akamcha Mungu. Kwa hiyo naweza kumuelezea Daniel. Asante. Nashukuru. Nitakuuliza tena, lakini mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, kipindi cha vijana siku ya leo tunaendelea na mada
iliyoko hewani ni matarajio ya Mungu kwa kijana. Ninayeongoza kipindi hiki ni mimi mwinjilisti Joseph Fimbo. Binti Lightness, mchango wangu kwako kufikia matarajio ya kimungu ni upi? Asante. Mchango wako kwangu kufikia matarajio ya kimungu upo. Na naweza nikaelezea. Kwanza upo. Karibu. Kwanza naweza nikakuelezea wewe kama mwalimu. Na kama mwalimu kwa sababu gani? Katika kanisa letu sisi tuna vipindi vya watoto kujifunza maneno ya Mungu na mambo mbalimbali yanayomhusu Mungu. Umekuwa mmoja kati ya walimu, wewe pamoja na mwalimu Mushi, mkitufundisha, mkituelekeza yale yaliyo maadili, yaliyo mapenzi ya Mungu na vile namna ambavyo tunatakiwa kuenenda. Pia nikikuongelea wewe kama mwinjilisti, mtu ambaye unaihubiri habari njema na kweli ya Kristo, umekuwa na mchango kwangu katika kufikia matarajio ya Mungu, kwa sababu kwanza nikikutizama wewe kama role model wangu kwa namna unavyoenenda katika utakatifu na katika unakuwa mtu ambaye unamcha Mungu. Kwa hiyo na mimi hapo najifunza kutoka kwako. Na katika uinjilisti wako najifunza kwa sababu unavyohubiri na kufundisha yale yaliyo maneno ya Mungu, nami kuna kitu nakipata. Kwa hiyo mchango wako kwangu ni mkubwa sana, unanifanya na mimi nitamani kufika sehemu fulani, nitamani kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Asante. Mwinjilisti, ulishawahi kukutana na kijana ambaye hajafikia matarajio ya Mungu kwenye maisha yako? Asante ndugu. Useme kama ulishakutana naye, alafu nikuulize tena. Vijana wako wengi. Ni pasipo kumtaja, alishindwa kufikia matarajio ya Mungu kwake yapi? Na kwa nini hakuyafikia matarajio ya Mungu? Karibu. Asante sana ndugu mwongoza mjadala. Palikuwa na kijana mmoja ambaye kwa kweli alikuwa ni mhudumu mzuri na ni mwinjilisti. Na baada ya kuonekana anaaminika na kila mtu na sifa zikawa nyingi, aliona kwamba anafaa kutoka kwenda kufungua kanisa. Lakini kabla hapo yeye mwenyewe aliona kwamba yeye anaweza akawa mwinjilisti mkubwa wa kimataifa. Kwa hiyo alipopelekwa kwenye ngazi ya taifa kwa kanuni za kanisa, kwa kweli sikuona tena akiendelea na huduma ya uinjilisti. Na hata na sehemu ambako alikwenda kufungua kanisa, lile kanisa lilipotea. Na mwisho wa siku leo yuko anaranda mtaani, hajulikani ana kanisa, ana wachungaji, ni mchungaji, ni mwinjilisti. Yaani haeleweki. Kwa maana hiyo lile tarajio la Mungu kwake kama ambavyo alikuwa anatarajia, kwangu mimi naona kwamba halipo tena. Kwake unajifunza nini? Ili kikupe wewe kama tahadhari kwenye safari ya utumishi. Asante sana mtumishi wa Mungu. Na mimi kwake kama kuna vitu ambavyo najifunza kwanza kunyenyekea. Kwamba kama kijana natakiwa niwe mnyenyekevu. Alafu niwe na heshima, niwe na utii. Ukifika wakati ambao Mungu amekusudia wa mimi kwenda kuifanya kazi ya Mungu, basi nijaribu kumuuliza Mungu mara mbili. Si kwa sababu najua maandiko au kwa sababu nasimama mbele za watu na hubiri watu uwe wakati wa mimi kukaa mbele za Mungu na nipate kile ambacho Mungu amekikusudia ili niweze kutumika kwa ufanisi na kwa ubora. Asante sana. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, tuko tunaendelea kipindi cha vijana na mada tunayojadili, mada ya vijana siku ya leo ni matarajio ya Mungu kwa vijana. Kwa nini vijana hawafikii matarajio ya Mungu? Karibu Jackson. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa nini vijana hawafikii matarajio ya Mungu? Mimi sababu moja ambayo nimeiona ni kwamba unakuta vijana wanapenda anasa na tamaa za kidunia. Ngoja nikutolee mfano mmoja.
Mfano unakuta kijana amemaliza chuo, ameajiriwa, lakini anataka ndani ya miaka miwili tu ameshakuwa na gari, ameshajenga nyumba ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo unajikuta kijana anataka maisha yake yawe kama maisha ya mtu ambaye ana miaka 20 kazini. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo tunaona yani hilo, yani anasa na tamaa za kidunia ndio zinasababisha kijana asifikie matarajio ya Mungu. Na baadaye kijana unajikuta akisha tamani hivyo, anajikuta tayari ameshaingia kwenye mtego wa adui, anafanya mambo yasiyofaa, labda kama kuiba, kudanganya, mwishowe anafukuzwa kazi na mwishowe afikie yale matarajio ya Mungu, kwa sababu Mungu huenda alikuwa amekusudia huyu kijana awe mkombozi wa familia yake anakotoka, kuwasaidia wazazi wake na ndugu zake. Amina, ubarikiwe sana. Nitajie matarajio mawili ya Mungu kwako kama Jackson. Tarajio la kwanza kama mimi Jackson ni tarajio, Mungu anatarajia mimi kama Jackson niishi maisha matakatifu. Tarajio la pili, Mungu anatarajia nimtumikie. Amina, ubarikiwe. Namna unavyoyafanyia kazi. Ndiyo, najitahidi kuyafanyia kazi. Pia lakini kwa msaada wa Mungu, maana anasema pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote. Amina. Nashukuru sana. Miracle. Kwa nini vijana wanashindwa kufikia matarajio ya Mungu kwenye maisha yao? Asante sana kwa swali zuri. Vijana wengi wanashindwa kufikia yale matarajio ambayo Mungu amewekea mbele. Kwa sababu moja, marafiki. Nakumbuka enzi hizo kulikuwa kuna sio enzi hizo. Maana uliposema enzi hizo nawe bado kijana mdogo. Wakati wenyewe 2008. So miaka mingi sana imepita. Kulikuwa kuna kanisa moja lilikuwa kubwa sana hapo mjini. Lilikuwa linaongozwa na kijana, so mzee, alikuwa tu ni kijana. Alikuwa analiongoza hilo kanisa. Alikuwa analiongoza vizuri mpaka mama alikuwa analipenda, mama yangu alikuwa analipenda kweli. Sasa siku moja mama akanijisa akasema, unakumbuka ile kanisa nilikuwa nakwambia nilikuwa nalipenda? Na alikuwa anasali kabla ya kuja kuhamia hapo kwa Mizarubi. Sasa alivyokuwa anasali pale vile, yule mchungaji alikuwa anafundisha vizuri kweli. Lakini yule mchungaji alikuwa na marafiki wengi. Yaani mchungaji alikuwa na marafiki wengi. Kwa hiyo wale marafiki wakawa wanampelekea kwamba awe anakunywa pombe. Akamwambia, wakanambia, unataka unywe pombe bana. Unywe pombe ili wakati unasimama pale madhabahuni unakuwa uogopi. Na yule mchungaji sio alikuwa afikiri, maskini ya Mungu akanywa, akaanza kunywa pombe, wakaanza kumshauri, sasa unatakiwa ile kanisa tafuta mtu umrithishe. Kwa hiyo akaanza kusikiliza marafiki, akachukua mikataba, akawarithisha wale marafiki zake. Yaani akawapa wao wanaliongoza, alikuwa ni wazee wa kanisa. Akawapa pale wale wanaliongoza. Yule mchungaji alimpindua. Walipompindua akaondoka, sasa hivi yuko mtaani kula nazurura. Hutaamini kama ni yeye alikuwa na kanisa kubwa sana hapo mjini. Na anazurura huko mtaani huko, yuko na maviatu tu ya ajabu. Kwa hiyo ukiangalia mpaka yeye kutokufikia ile matarajio ya Mungu ambayo aliwekea, kuchunga zile kondoo zote, amekuja kuishia huko njiani. Anatembea, amewacha wengine kanisa ambalo kanisa sasa hivi halijulikani linaendeleaje, hakuna mchungaji ambaye anajua watoto, yani limevurugika. Kwa hiyo tukiwa na marafiki wanaotufanya tusifikie yale matarajio ambayo Mungu ametuwekea. Asante. Mwalimu, karibu ujibu hilo swali. Kwamba nilikuwa nasemea kwamba vijana ulishawahi kukutana na vijana ambao hawajafikia matarajio wanaosoma. Nini kinasababisha vijana wa mashuleni, wa vyuoni wasifikie matarajio ya Mungu kwenye maisha yao? Okay, sawa. Wapo vijana ambao hawafikii matarajio ya Mungu. Kinachowapelekea hasa, actually wapo, sio wote, lakini wapo. Mimi ninachoona ambacho kinawafanya wasifikia matarajio ni kukosa kule kujisimamia. Au yani kushindwa kujilinda. Umeona? Kwa sababu kama ukisema kijana, matarajio ya Mungu kwa kijana, moja kwa moja hapo nadhani tunaongelea kwa vijana ambao wameokoka.
Yes, sasa nini kinawafanya wanashindwa kujisimamia katika nini? Katika kile ambacho wamekiamini. Unakuta kijana amesema ameokoka lakini anashindwa kujisimamia katika kulinda wokovu wake. Wapo vijana chuoni nishakutana nao hawajafikia matarajio kwa namna gani. Kijana alikuwa anasali, anaabudu vizuri, lakini mwisho wa siku anakuwa na mwisho mbaya. Au yani anakuwa na ushuhuda tofauti na ule ambao ulikuwa umefanyaje, umetarajiwa. Alikuwa ni kijana wa kike ambaye yeye yani alikuwa anaabudu vizuri, anaenda fellowship vizuri, kanisani anaenda, lakini baadaye akawa anasuasua ibada, anaenda mara haendi fellowship, anakuja siku akijisikia. Mwisho wa siku ile binti alikuwa ameokoka lakini akaja akapata ujauzito. Yani hajaolewa, yani tu hivyo akaja akapata ujauzito. Mwisho wa siku hivyo yani hajafikia malengo yake. Sasa sijua hakuwa na malengo, lakini mimi nadhani alikuwa nayo. Na sidhani kama kuna binti yoyote au kijana yoyote ambaye anasema kwamba mimi nina haya malengo lakini nikifikia sehemu fulani naachia hapo, hapana. Lakini sasa mimi nadhani mbali na kwamba kuna majaribu ya shetani ndio, lakini yule binti hakuwa na ule msimamo, kwa sababu ukishajiwekea msimamo kwamba mimi na utakatifu au ni mimi na Mungu, kwa kweli hatuwezi, kama alivyotangulia kusema mtumishi wa Mungu Jackson kwamba hatuwezi neno lolote bila yeye. Lakini kwa kweli kuna mchango wa mtu. Anasema kwamba bidii, Mungu anataka bidii. Kama ukiamua, anasema tusifanye neno lolote kwa ulegevu. Yani analaaniwa yule anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Yani ni pamoja na ule wokovu ambao Mungu amekupa wa thamani. Sasa kama unashindwa kutunza kwa bidii na wokovu au kulinda utakatifu, ni kwa kufanya ushirika na Mungu, masuala ya ibada. Unapokuwa unaenda kanisani, hapo ndo unachochewa. Unapata nguvu mpya, unapata neno, unapokutana na vikundi vya maombi, marafiki wazuri, hapo unafanyaje? Unakuwa unachochea. Kwa umeniuliza kwamba wapo au nimeshakutana nao? Nimeshakutana nao. Alikuwa ni binti, alikuwa ameokoka, tumesali pamoja, lakini baadaye kwa bahati mbaya amepata ujauzito. Hivyo, kwa hiyo hakuwa na mwisho mzuri. Nashukuru sana. Madhara hayo ya mtu asipofikia matarajio. Lightness, msikilizaji wa Sibuka TV, mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, tuko na kipindi cha vijana, na siku ya leo mada tunayojadili ni matarajio ya Mungu kwa kijana. Lightness, umesikia wamegusia kidogo madhara ambayo kijana anaweza akayapata asipofikia matarajio ya Mungu. Kuna cha kuongeza hapo kwenye madhara? Asante kiongozi. Madhara yapo ya kuongeza, yapo mengi. Madhara ambalo naweza nikaliongelea ni kwamba kijana ambaye hatafikia matarajio ya Mungu atakosa nafasi au baraka za Mungu. Na hapa kwenye kukosa baraka, mimi nawaangazia vijana wote. Maana kwenye matarajio ya Mungu, naamini kwamba Mungu ana matarajio kwa mtu yoyote, awe ameokoka au hajaokoka. Mimi naamini kwamba Mungu ana matarajio kwake. Na hata kama hajaokoka, Mungu anatarajia yule mtu aokoke na baadaye afikie makusudi yake. Sasa tukimwangalia huyo mtu ambaye hayafikii matarajio ya Mungu, atapata hasara kwa sababu atakosa zile baraka za Mungu. Maana katika kila kitu tunachokifanya na katika kila jambo tunahitaji mkono wa Mungu uwepo mahali pale. Kwa hiyo mtu kama hata enenda katika ile njia ya Mungu, maana kusema mtu afikii matarajio ya Mungu ina maana haenendi kwa vile Mungu anavyotaka, na ndio maana hatafikia yale mategemeo ambayo Mungu anategemea kuyaona kwake. Kwa hiyo huyu kijana lazima atakosa hizo baraka za Mungu, atakuwa maisha yake yanaenda tu yakiwa yamejaa laana, kama alivyotangulia kusema mwalimu Husiana kwamba mtu anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu atalaaniwa. Kwa hiyo huyu mtu atakosa hizo baraka. Pia naweza nikasema huyu mtu anakosa kile kibali, fursa au nafasi mbalimbali.
Maana kama ufikii matarajio ya Mungu, ina maana kuna namna njia zako haziko sawa. Katika ulimwengu wa kiroho pamoja na wa kimwili pia. Kuna mambo yako yatakuwa hayaendi sawa au hayako sawa. Kwa hiyo kuna kibali, utakipoteza kibali kwa Mungu, kibali kwa watumishi wa Mungu, kibali kwa watu wote, kibali kwa jamii kiujumla. Utapoteza kibali. Unaweza ikatokea fursa fulani, wanatafuta mtu lakini hawawezi wakakuchagua wewe kijana kwa sababu haujaenda katika yale matarajio ya Mungu na katika yale makusudi ambayo Mungu anayo. Asante. Binti Miracle, kuna cha kuongezea kwa habari ya madhara ambayo kijana anaweza akayapata asipo fikia matarajio ya Mungu? Ndio, yapo. Dhara mojawapo ni kwamba kijana anapata mateso ya kiroho. Ukiangalia kuna vijana huku mtaani tulipo wenyewe wanateseka. Yaani ukimwangalia ni kijana, unaweza kutana na miaka 20, 15 hivi, lakini ukiangalia sura ni kama ya mzee. Ndio hivyo walivyo. Kwa shetani anatumia fursa ambayo bado hawajamjua Mungu na hawajafikia matarajio ambayo Mungu anayataka kwenye maisha yao, kuharibu wale vijana. Na wasiamini, kwa sababu mtu akishakuwa kwenye hiyo hali haamini. Hata kutana na mtu akamwambia kwamba ukienda mahali fulani utapata sio kitu fulani na fulani na fulani, utaokoka sijui, anakuwa amini. Kwa hiyo shetani anatumia fursa ili kuwakandamiza wale ambao hawajafikia matarajio ya Mungu. Anatumia kuwakandamiza ili hata wasio na imani kwamba kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo inakuwa ni dhana mojawapo kwamba mateso ya kiroho shetani anawakandamiza. Unasikia kijana anatoa ushuhuda na kuambia nilifanywa msukule, na ni kijana mdogo. Ni mdogo sana. Kwa hiyo shetani anatumia fursa kuwakandamiza na kuwaumiza vijana. Asante. Mr. Jackson, kuna cha kuongezea hapo kwa habari ya madhara ambayo kijana anaweza akayapata kwenye pointi hizi walizoongea? Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio, madhara yapo na pia ni madhara makubwa sana. Kwa mfano kama dada yangu hapo alivyoongea, unakuta kwa mfano yani kweli ni kijana, kweli ni mdogo, unaona, lakini yani maisha, yani mtu amepoteza kabisa mwelekeo wa maisha. Tunakuta nao pia kwa barabarani huko, unakuta kweli ni mtu, kweli ukimwangalia ni mtu mdogo, lakini tayari mtu ameshapoteza ni mwelekeo wa maisha. Na unakuta ni wengine yani mjihusisha kwenye mambo ambayo sio, kwa mfano madawa ya kulevya, vitu vya namna hiyo. Au unakuta mwingine anajiingiza kwenye mambo labda ya wizi, unaona, anakamatwa, anafungwa. Kwa mfano mtu akishafungwa kama vile afungwe miaka 30, tayari mtu wa hivyo ameshapoteza mwelekeo wa maisha. Unaona, anakuwa ni tofauti na mtu ambaye ametembea katika mpango wa Mungu. Au unakuta mtu mwingine anakamatwa kwenye wizi, anapigwa, anakufa, tayari ndo maisha yake yameishia hapo. Lakini sio kwamba hayo ndio yalikuwa matarajio ya Mungu kwake. Hapana. Mungu, yeye kama Mungu anatuwazia mema. Mawazo ya Mungu, Biblia inasema kwamba ni mawazo ya kufanikiwa, sio mawazo ya mabaya. Unaona? Kwa hiyo mtu kupigwa kama vile na kufariki, hayo yanakuwa sio mawazo ya Mungu. Huo ni mpango tu wa shetani. Ubarikiwe sana. Nashukuru. Mwalimu, kwa dakika moja, nini kifanyike? Kijana afanye nini ili afikie matarajio ya Mungu kwenye maisha yake? Karibu. Asante sana. Nini kifanyike ili kijana aweze kufikia matarajio kwa Mungu? Matarajio ya Mungu kwenye maisha yake. Matarajio ya Mungu kwa maisha yake. Kwanza kabisa naweza nikaongelea vitu viwili. Ambacho ni pale kwenye kwa nini hawafikii. Kuna kitu kimoja ambayo nilikuwa natamani nikiseme, kwamba vijana kwa nini pia huwa unakuta vijana hawafikii matarajio. Ni kwamba vijana wengi wanakuwa na uoga au kutokujiamini. Kwa nikaa nimepata mfano mmoja wa kijana Yeremia, kwamba Mungu alipomuita pale kwenye ile sura ya kwanza, alivyomuita akaambia kwamba tangu akiwa tumboni Mungu alikuwa ameshamjua, akamtakasa na akamtoa kuwa nabii wa mataifa. Lakini tunaona jibu la Yeremia pale alisema nini? Ya kwamba Bwana, mimi ni mdogo. Alikuwa anakataa kufanya ile huduma au ile wito ambaye Mungu alimuita, kwa sababu alikuwa anajidhania yeye ni mdogo, anaogopa kukabili huduma au kazi ambayo Mungu anataka kumpa. Lakini tunaona Mungu alimkemea akamwambia usiseme mimi ni mdogo, kwa sababu utaenda kila nitakako fanyaje kwa
giza. Na tunaona baadaye Mungu alikuja kumtia Yeremia nguvu na akaifanya kazi, na leo tunasoma kitabu cha nabii Yeremia. Lakini ninachotaka kusema hapo ni kwamba uoga na kukosa kujiamini kwa kweli kunawapelekea vijana kutokusimama katika yale matarajio ya Mungu. Unakuta hata kijana anaogopa kujidhihirisha kwamba yeye ameokoka, kwa watu wanashindwa kumpambanua, na kushindwa kujidhihirisha kwamba yeye ameokoka kunamfanya hata marafiki wabaya wanaanza kumfuatilia. Unajua ile tabia yako, ule muonekano wako unaweza kukupambanulia marafiki. Vile unavyoishi wanaweza wakaja kwa marafiki wazuri au wabaya. Sasa kijana unakuta yuko chuoni au mashuleni huko anakuwa muoga kusema kwamba mimi nimeokoka. Anaambia kesho tuna sherehe hapa shuleni, kutakuwa na disco. Anaogopa kusema mimi nimeokoka. Kwa sekunde 30. Okay, asante. Nini kifanyike? Kwanza vijana wajiamini, lakini kingine ni kwamba tunashauri vijana kwamba waokoke au wamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanakapompa Yesu maisha yao, Yesu ndio kila kitu anayetuwezesha katika mambo yote ambayo tunafanikiwa katika maisha na kufikia matarajio ya Mungu. Nashukuru sana. Mwinjilisti Lucas Musha, umesikia. Tajia dhara moja la kijana atakalolipata asipofikia matarajio kwa sekunde 30. Alafu utumie dakika moja kusema nini kifanyike kwa huyu kijana. Karibu. Asante sana ndugu yangu Yosef Fimbo. Kweli hapo madhara ya kijana asipofikia matarajio ya Mungu. Na moja ya madhara ni kukosa mwelekeo wa maisha. Lakini pia ni kukosa kibali kwa watu pia. Kwa sababu Mungu hawezi kuachilia kibali kwa mtu ambaye hana matarajio na yeye. Lakini pia huyu mtu anaweza akaishi maisha yasiyokuwa na mwelekeo. Unajua wakati Paulo anamwambia Timotheo kwenye ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 na mstari wa 14, anamwambia basi itumie ile karama iliyokuwa ndani yako. Lakini kwenye sura ya kwanza mstari wa 6 na ule mstari wa ile wa Korinto wa pili, ile sura ya kwanza mstari wa 6, anamwambia ichochee ile karama iliyokuwa ndani yako. Kwa maana hiyo alikuwa anamwambia itumie lakini aichochee. Kwa maana hiyo alikuwa anamhamasisha asipotumia na kuichochea, ina maana hawezi kuwa na nguvu za Mungu. Lakini pia hawezi kutimiza yale matarajio ya Mungu anayotarajia kwake. Na ndio maana mwanzoni nikakwambia ni vizuri kijana akajitambua kwamba Mungu amewekeza karama, amewekeza vipawa ili aweze kuvitumia kwa ajili ya matarajio ya baadaye. Lakini pia wakati naangalia kitabu cha Mwanzo, Mungu anamwambia Ibrahim, nimejua ya kwamba, maana pale alikuwa anamueleza, anasema tufanye nini, tulimfiche rafiki yetu kumweleza haya mambo? Anambia hapana, kwa sababu nimejua Ibrahim atawafundisha watoto wake. Kwa hiyo madhara ya kuto kufikia matarajio ya Mungu ina maana ni kukosa kizazi endelevu. Ni kukosa watu ambao watakao simama na kueleza habari njema au kufanya watu wengi wamjue Mungu. Maana ni kweli tunaona watu wengi wameathirika. Vijana kama alivyosema dada yetu hapa, wanatembea mashavu yameninginia. Utajua ni kijana au ni mzee kwa sababu ya pombe, mara valu, mara sui hivi morali, mara pombe za ajabu ajabu. Kwa hiyo zimeua yale matarajio ya Mungu kwenye maisha yao. Hayo ni madhara makubwa hasa kwenye kutumia pombe yanayotokea. Nini kifanyike kwa sekunde 30? Lengo kubwa na tarajio na kinachotakiwa kufanyika ni hawa vijana wamjue Mungu, wamjue Yesu. Leo hii kijana akiokoka, maana hata sisi wengine tulikuwa na walevi, tulikuwa na tabia za ajabu ajabu, lakini Mungu aliyetuokoa ametufanya kuwa hivi tulivyo. Hata leo tunaweza tukasema habari za Mungu kwa sababu tuna uhakika Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Tuliokuwa wanywa gongo, wanywa pombe, Mungu ametubadilisha. Kwa hiyo huyu kijana ninamshauri, akimpa Yesu leo maisha, ana uwezo wa kumbadilisha na Mungu akamtumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatimiza kusudi la Mungu na tarajio la Mungu kwenye maisha yake. Asante sana. Nashukuru sana mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM. Tulikuwa siku ya leo tunajadili matarajio ya Mungu kwa vijana, kwa kijana. Na tumesikia yako madhara mengi sana. Lakini pointi ambayo nimeipenda ni kwamba nini kijana afanye? Kijana ili afikie matarajio ya Mungu lazima ampokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Asanteni sana wageni wangu na Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana.